Kwa wanaoandika, kichwa cha somo linasema nguvu ya ulimi. Nguvu ya ulimi. Nguvu ya ulimi. Kwa utangulizi tu niseme kwamba hapa tulipokaa kuna watu wamenenewa maneno mabaya kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu wamenenewa maneno mabaya kwenye maisha yao, na kuna watu wamewanenea wengine maneno mabaya kwenye maisha yao, na kuna watu wamejinenea wenyewe maneno mabaya kwenye maisha yao. Yale maneno aliyoyanena bila kujua ndiyo yanayomtafuna, ndiyo yanayotenda yanaisimamisha hatima yake. Hujanielewa? Nasema hivi, kuna watu wamenenewa maneno mabaya bila wao kujua, na kuna watu wamewanenea wengine maneno mabaya, na kuna watu wamejinenea wenyewe maneno mabaya kwa ulimi wao. Kwa hiyo kuna mambo unaweza ukaona hayaendi, ukaomba sana, ukawekewa mikono sana, lakini kuna maneno umenenewa mabaya. Kuna maneno umejinenea maneno mabaya kwenye maisha yako. Na usipojua unaweza ukaomba sana, ukaja kanisani sana, lakini lazima uyatangue yale maneno ulionena. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifike hatua uyafute maneno mabaya uliojinenea. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema, kwa nini mimi sifanikiwi? Kwa nini maisha yangu yamekuwa kila siku sipige hatua? Kwa nini kila siku wenzangu wanaombewa wanafanikiwa, mimi sifanikiwi? Kuna maneno umejinenea mwenyewe. Kuna maneno umenenewa mabaya ukayapokea. Kuna watu, mtu anaweza kunenea neno baya, anasema sawa, Mungu akubariki. Akubarikije? Mtu kakunenea maneno mabaya, yafute kwa jina la Yesu. Kwa nini unanenea maneno mabaya unayapokea? Na watu wanaonena mabaya sio mbali, na wale tu ambao wako wanakuzingira karibu yako. Anaweza akawa ndugu yako, anaweza akawa rafiki yako, anaweza akawa mtu yeyote shetani akamtumia, akanena neno shetani akalishika. Maisha yako yakawa magumu sana kwa sababu hujajua kuna mtu alipita akakunenea maneno mabaya. Nimejisikia kuongea hicho kitu. Kadri tunavyoendelea, Roho Mtakatifu akukumbushe ni wapi Mungu ilitokea mtu akakunenea maneno mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umekaa na rafiki yako mzuri, lakini alikutamkia neno baya. Alikwambia wewe hutafanikiwa, akakwambia wewe hutaolewa. Ukapokea hilo neno, ukasema eti lile neno limeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho, lazima ufute. Lazima ufute. Kuna mwingine aliambiwa hutazaa. Yaani wewe hutazaa, ufanye ufanyavyo hutazaa. Na unashangaa mwingine ametumiwa na ibilisi kukuambia hilo neno, ukalipokea. Unatakiwa ulifute kwa jina la Yesu. Leo tunaenda kulifuta kwa damu ya Yesu. Maneno yote mabaya ulionenewa yanaenda kufutwa kwa damu ya Yesu. Sema amina. Niko na utangulizi tu, sina haraka sana. Mwambie jirani yako, mhubiri hana haraka. Mwambie hana haraka. Tunaweza tukaishia hapa tukamuomba Mungu pia. Kwa hiyo wala sina haraka kukimbia. Nitakapoishia Roho Mtakatifu ataniambia, nitasimama. Ninachowaambia hicho na mimi kitishai kunikuta. Nakumbuka sitasema nilikuwa kidato cha ngapi au nilikuwa form ngapi, utafuatilia. Na sitaki ufuatilie. Nilipokuwa nasoma shule, kuna mwalimu alikuwa ananisumbua. Ni mbaba, mtu mzima, ananisumbua. Sio kusumbuliwa kwa namna nyingine, ila najua alikuwa ametumiwa na shetani kuharibu ficha yangu. Na nilitambua. Kila nikifika darasani ananiambia, wewe huna akili. Unadhani hilo ni neno dogo? Sio neno dogo. Akaniambia, wewe huna akili. Tukikaa darasani, tumekaa tena mimi huwa napenda kukaa viti vya mbele. Hata tunaosoma nao wanajijua. Kama kiti chake ni cha mbele, nisikie vizuri nielewe. Yule baba alikuwa akija kufundisha, sitamsahau, lakini nilishamsamia maana inawezekana ameokoka, Mungu amemuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Nikikaa kiti cha mbele nakumbuka anafundisha somo lake. Akifundisha, anafundisha ghafla anakwambia, "Sika majibu swali."
Sasa na mimi nishanenewa kwamba sina akili. Najua, sio kwamba sijui. Najua na nasoma sana. Mimi ninasoma, nikiamua kusoma nasoma. Yaani nasoma, sijisifu lakini nikiamua kusoma nasoma. Akaniambia kama jibu swali. Sikujibu kwa wakati huo. Naanza kumtafakari yeye. Akasema sinaona, hapa hamna kitu. Yule mwalimu ananisukumiza singi hivi. Kile kitu hakijatoka kwenye akili yangu. Umeona eh? Kwa hiyo mama mchungaji wako alisukuma masingi, sio wewe tu. Alishaye kusukuma masingi, huna akili. Ananiambia huna akili kwenye ulimwengu wa leo, nasema nakupiga kwa jina la Yesu, mimi nina akili. Bwana Yesu asifiwe. Kukati story iwe short. Nikaenda kwa Mungu, nikamwambia Mungu mimi sina akili, mimi nina akili. Na nilikuwa napenda kumtumikia Mungu. Naimba kwaya vyote kama anavyofanya yule mtoto wa mama nani? Mama Gitano, Diana. Yaani mimi unikosi ibadani. Wanafahamu wakina Neema Mali, wote wala zamani wanafahamu. Kina Mariam Kasanda. Wanafahamu. Nilikuwa lakini nikasema mimi paka naenda Kenya, naenda kuimba, naacha huduma, naenda kuimba. Naambia Mungu mimi utawaibisha watu. Mungu anasema si athmani, japo yeye iko kwenye maandiko. Si ndio? Siku yule baba sijui alipotea wapi, lakini Mungu alinitendea muujiza. Na ashukuriwe Mungu jamani. Wazazi wana play part kubwa sana kwa watoto wetu. Mimi babangu alikuwa ananiambia wewe una akili, utafanikiwa. Alikuwa anatamka, nakumbuka ananiombea, anasema utafanikiwa. Mungu wangu aliyeniita anakwambia utafanikiwa. Kwa hiyo nikashika maneno kwamba nitafanikiwa. Nikafanya mtihani. Niliongoza darasani. Mbona ushangilie, unaona hivyo? Nasema hivi, niliongoza darasani. Lakini ni yule aliyekuwa ananitia masini. Nikasema sasa huyu baba akisikia kwamba ndo nimeongoza, inakuwaje? Ndivyo hivyo maadui zako waliokuona wewe utafanikiwa watashangazwa. Yaani watapigwa na kitu kizito, papo watashangaa umeshafanikiwa, umetoboa. Watashangaa walikuona sijui utabeba. Wanashangaa tumbo lishakuwa kule. Wapi? Wamechelewa. Mungu ana majibu yetu, sio wanadamu. Hata mtu akunenee vipi, Mungu ndiye mwenye hatima tu. Basi tutaenda kusema somo letu ni nguvu ya ulimi, ilikuwa ni utangulizi. Utaandika katika kitabu cha Yakobo, nipate mtu anaweza kusoma. Yakobo 3 sura ya 2 mpaka mstari wa 6. Nipate mtu ambaye anaweza kusoma chap. Eliza utafuta mic nisomee. Nguvu ya ulimi, somo letu tunaenda kusoma kitabu cha Yakobo 3 sura ya 2. Yakobo sura ya 3 mstari wa 2. Mstari wa 2 nitasoma kwa jina la Yesu. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Mpaka 6. Angalieni tuatie lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii. Hivyo twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana. Kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao ujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfululizo wa maumbile, nao uwashwa moto na jehanamu. Mungu akubariki. Hatutasoma maandiko yote, tutakuwa tunaandika na muda wetu umeenda, kwa hiyo jitahidi kufuatana na mimi. Nguvu, tunapoanza kusema neno nguvu maana yake ni uwezo wa kufanya kitu fulani. Nguvu ni uwezo wa kufanya kitu fulani. Utaandika neno ulimi. Nguvu nimesema ni uwezo wa kufanya kitu fulani. Utakuja maana ya ulimi. Ulimi ni moja ya milango ya fahamu katika mwili wa binadamu. Ulimi ni moja ya milango ya fahamu katika mwili wa binadamu. Mbali na kazi yake ya kuonja kitu.
Nitarudia, ni moja ya milango ya fahamu katika mwili wa binadamu, mbali na kazi yake ya kuonja. Hivyo basi, nguvu ya ulimi ni uwezo ulio ndani ya ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watafiti waligundua kwamba wanawake kwa siku huwa wanaongea maneno 4253. Hiyo ni watafiti jamani, sio mimi. Si ndio eh? Na wanasema wanaume kwa siku huongea maneno 1500. Kwa hiyo utaona namna gani wanawake tuko vizuri kwenye ulimi. Hapo haijalishi unaongea mabaya, unaongea mazuri. Yaani wamesema kwamba wanawake wanaongea maneno mengi. Na si kweli jamani tunaongeaga. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo wanawake tumeumbwa tunaongea. Tofauti na wanaume. Wanaume huwa wanaongea kidogo. Kwa mfano, unaweza ukaona hiki ni jambo la kawaida, lakini tumetofautiana kati ya wanawake na wanaume. Mimi huwa na uwezo wa kufanya vitu vitatu kwa wakati mmoja. Binafsi na uwezo wa kufanya vitu vitatu kwa wakati mmoja. Ninaweza nikawa napika, naweza nikawa naosha vyombo hapo hapo, naweza nikawa naongea na simu. Na vikaiva nikamaliza kuosha vyombo. Wangapi wanaweza kufanya hicho kitu? Wanawake, sinaona lakini baba akikusaidia siku labda kufanya nini? Kupika. Afu mwambie nisaidie na kuosha vyombo hapo hapo. Utaleta matatizo na tutakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umeona kuna namna Mungu ametuumba wa tofauti. Mwambie kama umekaa na mama, mwambie tumeumbwa kwa jinsi ya tofauti. Yaani tuna uwezo wa kupika ugali, tuna uwezo wa kuongea na simu, tuna uwezo wa kuosha vyombo hapo hapo. Lakini wababa hawajaumbwa hivyo. Yeye anataka afanye kitu chake kikamilike. Yaani usimchanganyie mambo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usimchanganyie mambo. Ukimchanganyia mambo inaleta shida. Ninapenda kujitolea mimi mfano kuliko kutolea watu wengine. Ninapokuwa na baba mtumishi hapo, mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapenda story, wameanza kusmile. Nikiwa na baba mchungaji, sina mahitaji yangu. Sisi tunakuja kanisani tunaleta mahitaji yenu. Leteni mahitaji yenu, hoja zenu. Nikifika nyumbani na mimi na mahitaji yangu. Si ndio? Ninakaa pembeni na olozesha. Zile glasi zimepasuka, zinahitaji kununuliwa. Ili kabati nataka libadilishe, ili carpet libadilishwe, tuweke. Kwa hiyo ninapoenda kwa mchungaji mume wangu, naweza nikamwambia baba, naomba nisaidie nipate sahani. Afu na yale masufuria, si umeona hayajakaa vizuri afu lile carpet pale sebleni tunatakiwa tubadilishe. Sawa, ile flat screen pale ni ndogo, tukikaa huko hatuoni. Atasema sawa. Naomba uniongezee na friji. Yaani nimeongea vitu vitano kwa wakati mmoja. Yeye mwenyewe hapa ni shahidi. Kwa sababu mimi ninapenda vitu vyangu viende speedy. Si umeelewa? Yaani mimi nataka speedy. Lakini yeye mwenzangu atakwambia tulia kwanza. Hatuwezi kufanya hivyo mchungaji. Watoto watakosa nini? Ada. Kwa hiyo ukikaa na mwenzako lazima mkae wote mwenye hekima. Mkienda wote sasa ndio tukatumia hela zote, watoto hawataenda kusoma shule. Huu ni mfano tu, nataka nirejeshe kidogo ufahamu. Kuna watu wanataka kulala na hisi. Kwa hiyo kuna namna tuko hivyo, na nimejitolea mfano mimi binafsi. Na natamani mahitaji yangu huwa yatimilizwe. Kwa hiyo mchungaji ashajua kwamba hiki anakuambia hiki kiweke kwanza, tuanze hiki. Na tunaanza kwa step, unakuta vyote vinafanya nini? Vinaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ulimi una nguvu ya kusababisha mambo makuu mawili. Unaweza ukaandika. Ulimi una nguvu ya kusababisha mambo makuu mawili. Nakimbia na muda. Jambo la kwanza, ulimi unaweza kusababisha mauti. Jambo la pili, ulimi unaweza kusababisha uzima. Utaandika Mithali 18 mstari wa 21. Kama nakimbia sana utaniambia nirudie. Nimesema ulimi una nguvu ya kusababisha mambo makuu mawili. Nimesema jambo la kwanza linaweza kusababisha mauti, jambo la pili linaweza kusababisha uzima. Utasoma baadaye kwa muda wako. Mithali 18 mstari wa 21 inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Naenda kwa spidi. Inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi.
Kipengele cha pili tutasema kwamba nguvu ya ulimi katika kuleta mauti. Tunaichambua sasa hicho kipengele cha kwanza. Nimesema ulimi una nguvu ya kusababisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza mauti, jambo la pili uzima. Leo tutaenda kuongelea nguvu ya ulimi katika kuleta mauti. Ulimi unaweza kusababisha mauti aidha kiakili. Ulimi unaweza kusababisha mauti kiakili, kimwili na kiroho. Kiakili tunaita psychological, kiakili. Sisi baadhi ya watu hapo wengi tuna watoto wetu. Unaweza ukawa shahidi, kuna neno unaweza ukamtamkia mtoto wako, yawezekana hajafanya vizuri mtihani, kwambia wewe huna akili. Kila siku tu unafeli, huna akili. Lakini kwa namna moja au nyingine, umemtamkia neno baya ambalo kiakili yake anakuwa hatafanya vizuri. Si unaona, mimi nilitamkiwa kwamba huyu hana akili, lakini nilikuja kulikataa. Lakini ukipata mtu ambaye hawezi kulikataa hilo, unashangaa yule mtoto anaendelea kukusumbua siku zote kwa sababu ulimtamkia kwamba hana akili. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kusoma kitabu cha Mithali 10 mstari wa 31 kwa muda wako. Ninakimbia na muda wangu umeenda sana. Hapa nitatolea mfano kidogo kwa upande wa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi tunatakiwa tuwatie moyo sana watoto wetu. Najua watoto wameumbwa tofauti. Tuna watoto ambao wako wana uwezo, kuna watoto ambao uwezo wako wa chini, uwezo wengine uko katikati. Mimi nakumbuka nilipokuwa shule ya msingi, nilikuwa na akili lakini nilikuwa sipendi shule. Yaani from nowhere tu karoho kakuta kupenda shule. Yaani mimi nikienda shule ni kwenda kula ubuyu, kula miogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzuri wake mimi situmii sauti kubwa sana. Kwa hiyo nilipokuwa shule nilikuwa natumia muda wangu mwingi sana, sio wa kusoma, hasa nikiwa shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe baba yangu alikuwa ananifuatilia. Anasema huyu mtoto hivi kweli anapenda shule? Na naondoka na vaa uniform naenda shule. Lakini kumbe mimi akili yangu nilikuwa si concentrate kwenye masomo. Hapo naongea nikiwa shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda shule na rafiki yangu, tunakula miogo, muda wa mapumziko tunaenda kucheza. Matokeo yakaja, tukafeli mimi na dada yangu yule unayemfahamu Debora. Wangapi wanamfahamu Debora? Wote wawili namba 2 wote feli darasa la 7. Sasa yule baba ni mkali jamani. Si mnamfahamu nyinyi mzee Kameni? Yule ni mkali, ni fimbo. Yaani mnakula fimbo, hajali wewe mtoto wa kike, hajali wewe mtoto wa kiume, hajali, ni fimbo. Na shukuru Mungu mimi sijachapwa sana na ule baba. Kwa sababu nilikuwa muoga. Kabla ya kuchapwa mimi nichaomba msamaha, machozi yote yamelia, nikaomba msamaha, nimesamehewa. Sasa wenzangu walikuwa nakula fimbo. Baba akasema, "Aha, mmefeli sawa, hamna shida wanangu." Sasa tukategemea tunaenda form 1 private. Baba si ana hela. Tutaenda form 1 private. Kimya, baba ilifika shule. Siku zinaenda tunajiuliza na Debora, nasema Debora tunafanyaje atuendi shule? Mbona wenzetu wanavaa uniform? Sisi tuko hapa nyumbani tunaosha vyombo, inakuaje? Namwambia mwenzangu hapa inakuaje? Hem twende tukaombe kwa baba tupeleke shule. Akasema hamtaenda shule mwaka mzima kwa sababu mnaenda shule mnacheza, msomi kwa bidii. Aise, ilikuwa ni wakati mgumu. Jamani, mtu asiwaambie swala la kukaa nyumbani linachosha. Yule baba alitupa adhabu ya kukaa mwaka mzima nyumbani na Debora tunaosha vyombo. Baadaye ashukuriwe Mungu, neema ikashuka. Tukamwomba baba tusaidie basi twende hata tusheni. Watu ambao tulikuwa tunakataa kwenda tusheni, tukaomba neema ya kwenda tusheni. Tukapelekwa tusheni. Ashukuriwe Mungu tukafaulu, tukaingia form 1, form 2, form 3, form 4. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuonyeshe namna ambavyo maneno tunayotamka au tunayotamkiwa yanaleta athari kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwenye upande wa kiakili, nilikuwa najiona mimi kama sina akili, nikienda shuleni nacheza, hamna chochote ninachofanya narudi, lakini kumbe babangu alikuwa ananifuatilia, najua kabisa huyu hayuko serious na shule. Lakini sivyo, kadri siku zilipokuwa zinaenda, nimemaliza form 6, baba alishangaa sana nimletee matokeo ambayo hajawahi kuamini. Si upige makofi basi.
Alifurahi, nakwambia alifurahi. Yaani mimi mpaka ile siku nakumbuka, nikamwambia baba, tena nimeletewa matokeo nikiwa kwenye mkutano wa Injili. Unajua matokeo kitoka kila mtu atatamani kujua umepata ngapi. Sio kama tutamchukiaje, lete namba yako mtihani. Nikasema nawapa. Leo tukasema wape, usiogope. Umepata na sasa nikasema hivi nikiwapa namba hapo akakuta kule 0. Unaona shetani anapokuhubiria. Yaani ukiwapa namba ukakuta 0 itakuwaje? Leo mtakatifu akasema wape namba. Nikawapa namba. Wakasema wewe sio mimi ni namba yako. Nikamwambia hiyo ni namba yangu. Leo mtakatifu akaanza kuniambia sasa kuna kitu kinaenda kutokea. Bwana, umefaulu tena umeongoza kuliko wote umeongoza. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Bwana Yesu asante kukutuaibisha. Yaani hakuna kitu ambacho unaweza kufanya kwa Mungu kikakuaibisha. Chochote utakachokufanya kwa Mungu, Mungu lazima atakubariki na atakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tumesema kwamba nguvu ya ulimi huleta mauti katika mwili, kimwili. Ulimi unapotamkwa vibaya huleta madhara kimwili. Ulimi umeleta madhara makubwa hasa kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmekuwa mashahidi. Sio kwamba watu ambao umeona leo wameoana kesho wameachana ni kwamba wapendani. Hapana. Kuna namna ambapo shetani ametuweza kwenye swala la ulimi. Bwana Yesu asifiwe mama. Amen. Yaani kuna mama yeye kubishana na mume wake kwake ni kawaida. Yaani wanatupiana tumani. Wewe. Sasa pale asipopatikana mtu wa kushuka, kuna namna ndoa inaenda kuanguka. Na hatutamani ndani ya kanisa tuwe na changamoto za ndoa. Ndio maana kila siku tunaita kwa mama, tunatiana moyo, na sio kwamba sisi eti ni watakatifu sana ndio tuna ndoa nzuri kuliko wengine, hapana. Lakini pia tunapokutana kwa wamama tunajifunza maneno ya Mungu, yanatutia moyo, yanatusaidia kama wamama. Kwa hiyo ulimi unasababisha mara nyingi ndoa na familia nyingi kukutika, kuachana, watoto kutokuwa na mwanzo wala mbele wala nyuma, hawaeleweki. Bwana Yesu asifiwe. Wote jitahidi wanandoa tuweze kulinda ndimi zetu tunapokuwa kwenye familia zetu. Mimi baba mchungaji huwa ananisikilizaga. Bwana Yesu asifiwe. Huwa ananisikilizaga kwa makini. Lakini kuna wakati unajua unaweza kaongea ukasema hapo kama nimeongeza, nimezidisha, baadaye leo mtakatifu anakuambia punguza speed. Yaani kuna wakati unajikuta mimi mbona naongea sana. Yaani anakusikiliza Ema. Na niko vizuri kusikia, anakusikia vizuri Ema. Sawa kabisa. Sawa. Lakini sasa usipokuwa na hekima utaendelea mwisho utaonekana huna akili jamani. Kwa mama tudhibiti maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna tunavyotakiwa kuongea tukiwa kwenye familia zetu na ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kusoma kitabu cha Mithali 15 mstari wa 4. Pia kuna maneno ambayo tunatamka huwa sio mazuri kwenye maisha yetu. Kwa mfano, unaweza ukawa na mwenzako mmeoana, unaanza kumwambia amekukosea kidogo, unamwambia yani wewe wala haukuwa type yangu. Ushawahi kusikia hicho kitu? Yaani mtu kaolewa yuko na mwenzake anasema wewe sio type yangu. Yaani sijui nilifanyaje mpaka nikaolewa na wewe. Yale maneno umetamka kuna kitu umekipanda. Au mwingine anakuambia amepambana kidogo na mume wake, anakuambia mimi bora tuachane. Hivi ni kweli? Tuachane. Siku ukija kuachwa ndio utakuja kulia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kusema bora tuachane. Wewe kuachwa kugumu sana. Hakuna kitu kigumu kama kuachwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kigumu kama kuachwa. Jamani, kuachwa ni kubaya. Na isitokee kwamba umeachwa kwa sababu ya uzembe wako. Utalia kila siku, muombe toba Mungu. Lakini kumbe ni maneno yetu tumeongea, ni bora uniache. Yaani umekasirika kidogo tu bwana niondoke nyumbani kwetu. Unaenda nyumbani kwetu kufanya nini? Na kwa nini urudi kwa wazazi wako na kati ulitoka kule kwa wazazi wako? Yaani umekaa kwenye ndoa kidogo tu kwa wazazi wako. Alafu ni maonyo wa mama. Ukishaolewa usiende ove nyumbani. Yaani wewe
umeolewa kila siku nyumbani. Mimi naendaga kweli kwa mama yangu sikatai, naendaga, lakini pia tunaomba kwa ruhusa, yani kidogo tu umeenda nyumbani Sasa wewe umeshaolewa jamani, kana mume wako utulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia naomba nikumbushe kwamba kuna namna ambapo wanandoa, nimebesi kidogo kwenye swala la ndoa, wanakuwa wanapitia vipindi vigumu sana wanapokuwa kwenye ndoa. Baadaye Mungu anawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunyoshane mikono. Naomba msilale umeme umekatika. Kuna watu wakati mwingine wanapitia pagumu pamoja na mume wake. Yaani huyu shetani anaona wivu. Sinaona mimi amekaa. Anaona wivu lakini message itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini sana na muda wangu tunaenda sana. Wamama, tuwe tunawatii waume zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Tutaenda kukimbia kwenye sehemu ya mwisho. Nguvu ya ulimi katika kuleta mauti upande wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu ya ulimi huleta mauti pia kwenye upande wa kiroho. Tunaposema upande wa kiroho, tunamaanisha kuna watu huwa wanapenda watu wa kuleta habari mbaya. Yaani wao kazi yao ni kuleta habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Wao kazi yao ni kuleta habari mbaya. Yaani kuwa makini na watu ambao muda wote wanakuletea habari mbaya. Yaani umekaa kidogo wanakuletea habari mbaya. Kuwa nao makini. Umekaa kidogo wanakuletea habari za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi huwa niko tofauti sana. Yaani sipendi mtu anayeniletea habari mbaya. Kila wakati habari mbaya. Kwani ulete habari nzuri? Kwa nini kila siku unaleta habari mbaya? Zile habari unapoendelea kupokea zinakuharibu moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadri unapopokea habari mbaya zinaenda kuharibu moyo wako, zinaunajisi moyo wako. Kwa hiyo usio mwepesi wa kupokea habari mbaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu mwepesi wa kuleta habari mbaya. Habari mbaya zinauma, sio nzuri. Zinavunja moyo, zinakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakimbia muda wangu umeenda. Tufanye nini ili kulinda ulimi wetu usilete mauti? Andika hicho kichwa cha habari. Tufanye nini ili kulinda ulimi wetu usilete mauti? Jambo la kwanza, jifunze kuzuia ulimi wako usinene mabaya. Utaenda kusoma Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Jifunze kuzuia ulimi wako usinene mabaya. Usiwe mtu wa kunena mabaya juu ya mtu mwingine. Badala yake mnenee mema mwenzako. Usimtamkie mabaya mwenzako. Jifunze kuzuia ulimi wako usinene mabaya. Jambo la pili, jizuie kunena unapokuwa na hasira. Wanasema hivi, ukitaka kujua mtu alivyo, ngoja akasirike. Yaani wewe rafiki yako unayemwona anakupenda, subiri akikasirika utamuona yukoje. Kwa hiyo pale tunapokuwa tuna hasira, tumekasirika, Mungu anataka tuzuie ulimi wetu. Tunene mema, tusinene mabaya. Na imekuwa ni ngumu sana mtu anapokuwa amekasirika kuongea maneno mazuri. Wengi tunaongea maneno mabaya, tunawatamkia wengine maneno mabaya. Mungu hataki tunapokuwa na hasira yenyewe isikae mpaka kesho yake. Kuna hasira nyingine ni za kimungu. Huwezi kukuta mtu anafanya uovu ukacheka, lazima ukasirike umuonye. Lakini pia tunaambiwa kwamba jizuie kunena unapokuwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Yaani pale unapoona una hasira, ghadhabu imekushika, jitahidi sana kujizuia kunena. Utaenda kusoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 26. La pili, jifunze kuwa mtu wa maneno machache. Jifunze kuwa mtu wa maneno machache. Hapo kwenye maneno machache sasa inakuwa ni changamoto. Jifunze kuwa mtu wa kuongea maneno machache. Utasoma kitabu cha Mithali 10 mstari wa 19.
Pia utaandika kwamba jifunze kufikiri kabla ya kunena. Ni wangapi huwa tunafikiri kabla ya kunena? Hamna mtu. Ni wangapi huwa tunafikiri kabla ya kunena? Au sijaeleweka? Wangapi huwa kabla ya kuongea huwa tunafikiria kabla ya kuongea? Nimepata watu wachache. Si unaona? Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Kuna wakati unakuta tu umeongea neno alafu mwingine limemkwaza, lakini hukufikiria kwamba ili neno nikiongea litamkwaza mwenzetu au utamkwaza mwenzako. Kwa hiyo tunatakiwa kujifunza kufikiri kabla ya kunena. Pointi nyingine, jaza neno la Mungu moyoni mwako. Uwe ni mtu wa kusoma neno. Nilivyoanza ujumbe wangu kwa habari ya nguvu ya ulimi, nilisema kwamba kuna watu wamenenewa maneno mabaya kwenye maisha yao, na kuna watu wamewanenea wengine maneno mabaya kwenye maisha yao, na kuna watu pia wamejinenea wao maneno mabaya. Unaweza ukaona kuna jambo ambalo unamuomba Mungu sana, lakini halipati kibali, halipati mpenyo. Ni kwa sababu kuna maneno mwenyewe ulijitamkia. Kuna maneno ulisema mimi sitaweza kuzaa. Kuna maneno ulisema mimi sitaweza kuolewa, umri wangu umeshaisha, umepita. Inawezekana kuna mtu amekunenea maneno mabaya, amekutamkia maneno mabaya. Yale maneno yanakula hatima yako bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nilitolea mfano kwamba yule mwalimu wangu alinitamkia maneno yasiyofaa. Alitamka maneno mabaya kwangu, lakini niliyafuta kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitahidi wapendwa, tunapokuwa kanisani, tunapokuwa majumbani, tuwe wajumbe wazuri wa Kristo. Tusiwe watu wa kunena maneno mabaya. Tusiwe watu wa kuumiza mioyo wengine. Yaani mtu anaona ni bora akakae nyumbani kuliko kuja kanisani. Kwa sababu anakuja anajua kwamba nikienda kanisani mtu fulani atanenea maneno mabaya. Mtu fulani atasema neno ambalo litanikwaza. Kwa hiyo tujitahidi tunapokuwa nyumbani mwa Mungu, tunapokuwa majumbani, tunapokuwa sehemu yoyote, tuwe watu wa kunenea wenzetu maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu wa kunenea wengine maneno ya baraka, tusiwatamkie wengine laana. Na jitahidi unapokuwa umekaa, ujitafakari, hivi ninavyoongea, ninaongea yaliyo sahihi mbele za Mungu? Kuna wakati unaweza ukakaa na rafiki yako unaongea, lakini Yesu akarudi wakati huo ukaachwa. Kwa sababu ulichokuwa unakiongea hakimpi Bwana Yesu utukufu. Unaongea, inawezekana unaona ni sawa, lakini kumbe ni maneno ya kumsengenya mtu mwingine. Mwingine akaja kusikia, akagafilika, akaona hata shida ya kuja kanisani. Lakini wewe umesababisha. Tusiwe sababu ya wengine kutokuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe sababu ya sisi kufanya watu wengine wakaona wokovu kuwa ni mgumu. Naomba tusimame.